Assalamu alaikum watoto wetu wazuri. Karibuni kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam Shafi na leo niko tayari kuwasimulia hadithi nzuri sana zenye kuburudisha. Hapo zamani za kale, paliondokea na baba mmoja aliyekuwa tajiri. Baba huyu alijulikana na kijiji kizima kwa ubwenyenye wake na mali zake. Yule baba alikuwa yeye ni mwenye kutoa sadaka, kusaidia wenzake, ila tabia yake ilikuwa ni moja tu, kwamba yeye angesaidia watu kwa makelele. Yaani akiamua kukusaidia wewe, basi kijiji kizima kingepata habari kwamba mimi leo nimesaidiwa na mtu fulani. Hiyo ndo ilikuwa tabia yake. Akivuna shamba atatoa yake ya kutumia nyumbani, yake ya kuuza, na pia atenge kando ya kutoa ya kusaidia watu. Ila kila mtu angejua kwenye hicho kijiji kwamba yule mzee leo sadaka yatolewa. Haya, tabia yake iliendelea hivyo hivyo. Asingeacha hiyo tabia. Pale pale kwenye kile kijiji kulikuwa na mama mmoja mwenye alikuwa si tajiri sana na vile vile si maskini. Nikisema hivyo namaanisha kwamba yeye alikuwa anaweza kujikimu mahitaji yake na vile vile alikuwa anaweza kusaidia watu. Yule mama yeye alikuwa hasaidii watu kwa kelele. Yeye angesaidia watu polepole. Yaani kiasi cha kwamba akikusaidia wewe ni ngumu sana wewe mwenyewe kugundua. Yeye angekaa tu aanze kusema jirani yangu leo inaonekana hajakula. Basi angeenda aeke chakula kwa siri. Yaani mpaka yule mtu atashangaa, hiki chakula kimetoka wapi? Hivyo ndio ilikuwa tabia yake ya kusaidia watu. Sasa kukatokea msimu mmoja, ulikuwa ni msimu wa ukame, hakuna mvua, kumekauka. Sasa mpaka yule bwana, yule mwenye yeye alikuwa akitoa sadaka, akisaidia watu kwa makelele, ule ukame ulionyesha kwamba yeye pia affect sana, kwa sababu mimea yake ilikuwa haimei, mazao ni kidogo, mpaka akaanza kupunguza kusaidia watu. Yani mpaka yeye mwenyewe mali zake nyingi zilipotea kwa sababu ya ukame. Ikawa sasa yeye chenye anapata ni chenye anaweza kujikimu peke yake, si chenye anaweza jikimu auze asaidie na watu, hapana. Ilikuwa ni chenye anaweza jikimu peke yake. Yani mpaka alikuwa unaweza gundua kwamba huyu mtu amefilisika, si kama zamani. Ila watu wakaja kushangaa kwamba yule mama mwenye anasaidia watu kwa polepole na bila makelele, yeye maisha yake aliendelea tu kama kawaida. Hayakubadilika hata kidogo. Japokuwa kulikuwa na ukame, yeye aliishi tu kikawaida. Watu wakashangaa, yaani huyu mama kwani anafanya nini? Dua zake za kubaliwa haraka haraka. Yaani yeye alikuwa ni mtu tu anaishi bila wasiwasi. Watu wakaenda wakamuuliza, kwani tofauti ya wewe na sisi ni nini? Mbona hatuelewi? Si wote hapa tumekuwa affected na huu ukame. Ukame umeingia umetuaffect si wote. Wengine, baadhi ya watu wengine wamepoteza mifugo yao, wengine hawana hata mimea, wengine hata hawajui kesho watakula nini. Licha ya kesho, hata wakila asubuhi hawajui mchana watakula nini. Yeye akawaambia tu, mimi tabia yangu nimeshinda nikisaidia watu ndani ya hichi kijiji, ila hakuna mtu hata mmoja alipata habari, kwa sababu mimi sijionyeshi. Mwenyezi Mungu apende watu wenye kujionyesha. Na vile vile mimi nashukuru kwa kila kitu ninachokipata. Namshukuru Mungu wangu kwa kila neema anayonineemesha. Sasa ndo maana mimi yani nimeridhika na kila kitu, nimekinai. Sitaki zaidi na zaidi na zaidi. Haya maisha yangu yameniridhisha, na nikipata cha zaidi pia siachi kusaidia mwenzangu. Yule bwenyenye, yule mwenye alikuwa akisaidia watu na makelele na manini, akaja akasema, halafu kweli mimi nilikuwa tajiri hata kumliko. Sasa hivi mimi na yeye hatuna tofauti, hata labda yeye anishinda zaidi. Maanake mimi siwezi nikakaa kwa siku bila kulalamika. Yeye halalamiki. Yeye ni kama dua zake akiomba za itikiwa haraka haraka. Kwa hivyo mimi nishagundua makosa yangu. Makosa yangu ni kwamba ndio nilikuwa nafanya vitu vyema na vitu vya maana, ila sasa ni kama nilikuwa navifanya kazi bure, kwa sababu nilikuwa najionyesha. Kiislamu ria ni haram, haifai kujionyesha. Wewe tuseme kila siku wewe huswali, lakini kwa vile leo kuna wageni nyumbani, ndio mbio naenda kutawadhi, waenda watawadhi, waswali mbele ya kila mtu. Hiyo ni kujionyesha, na Mwenyezi Mungu hapendi
watu wenye kujionyesha. Na hadithi yangu ikaishia hapo. Natumai watoto wetu wazuri mmejifunza mawili matatu kutokana na hadithi hii yetu ya leo, na inshallah tupatane tena kwenye kipindi kifuatacho. Maasalam.